Mtu amekaa ibadani ana chati. Mtu amekaa ibadani anatuma message. Mtu amekaa ibadani amewasha data, amewasha mtandao, yuko Facebook anaperuzi. Haleluya. Mtu amekaa ibadani, yani kwenye nyumba ya Mungu, kwenye madhabahu ambapo Mungu anashuka kutuhudumia. Wana maombi, wanakesha hapa kuomba wingu lishuke. Wanateseka watumishi wa Mungu kutafuta uwepo wa Mungu kwenye ibada, lakini mtu amekaa kwenye ibada yuko kwenye TikTok. Unafikiri ni kwa nini? Ni kwa sababu watu hawajamjua Mungu wanayemwabudu. Angalia wale wenzetu wale wanapokaa kwenye ibada zao, kila kitu kinasimama. Yani hata umwambieje, hata uende na milioni 20 umwambie Bwana nihudumie dukani, anakuambia ni saa ya ibada. Wanamheshimu Mungu wao. Lakini sisi kwa sababu hatujamjua huyu Mungu tunayemwabudu, ndio tunafanya mchezo. Angalia Mungu aliposhuka mlima Sinai, Waisraeli wakasema Musa haiwezekani, tunataka na sisi tukamsikie. Biblia inasema Mungu aliposhuka mlima Sinai, ulipojua Mungu anashuka ulitetemeka, uliogopa, yani mlima ukatamani kujificha, unaukimbia uwepo wa Mungu. Wewe umekaa ibadani una chati. Na ndio maana utaabudu miaka yote utabaki kuwa mchanga. Utasikia tu watu wanashuhudia, Mungu amenitendea, Mungu ameniinua. Utasema Mungu ana upendeleo, utasema waongo, mbona mimi miaka 10? Level ya kufanikishwa na Mungu inategemeana na level yako ya kumwabudu Mungu. Unamheshimu kiasi gani Mungu? Hata katika familia iko hivyo. Mama na watoto 5, upendo wako kwa watoto itategemeana na upendo na adabu yao na heshima yao kwako. Tumekuja kwenye mlima wa maombi, tumekuja kwenye madhabahu ambapo Mungu wetu anaketi, aliyezifanya mbingu na nchi, aliyemtikisa, aliyemshusha shetani kutoka mbinguni na kumpeleka chini, aliyefanya mambo ya ajabu, aliyempiga Farao mpaka dunia ikachanganyikiwa. Wewe unamfanyia utani? Sababu anawaambia wapelelezi, anasema tulisikia habari za Mungu wenu aliyoyatenda kule, mioyo yetu imeyeyuka. Yani tumeinama, tunaogopa, tunatetemeka. Pigia Yesu makofi. Tuje nyumbani kwa Bwana kwa adabu. Haleluya. Tukae nyumbani kwa Bwana kwa adabu. Mtumishi wa Mungu anasema ibada inaendelea, watu wamekaa kule nje, wanapiga, wanagonga, hata na rafiki, mtu na rafiki wanaongea. Tunahitaji semina kubwa sana mama. Watu hawajamjua Mungu. Ukimjua Mungu, hata utakapokuja hapa mbele utakuja kwa kuogopa sana. Ukimjua Mungu anatisha. Haleluya. Anasema anaogofya.